Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa pili wa Rais Zanzibar wafanya kikao kujadili maendeleo ya mpango wa uchumi wa bluu. Na kocha Miguel Gamondi, raia wa Argentina, amesaini mkataba wa miaka 2 kuinua Taifa Stars ya Tanzania, mpira wa miguu maarufu kama Taifa Stars. Na mtazamaji wa Channel 10, karibu sana. Ni asubuhi njema ya Channel 10, leo ikiwa ni Jumanne ya Februari 17 mwaka 2026. Mimi naitwa Emily Lazarus. Karibu. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Dr. Festo Dugange, ametoa rai kwa watendaji kulipa umuhimu swala la uchumi wa bluu katika vikao vya pande mbili za muungano. Amesema hayo wakati wa kikao cha ushirikiano kati ya Ofisi ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Ofisi ya Makamu wa pili wa Rais kilichoketi Zanzibar. Dr. Dugange amesema kuwa Zanzibar imepiga hatua katika eneo la uchumi, hivyo kuendeleza ushirikiano wake na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutaimarisha uchumi wa taifa. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi, Hamza Hassani Juma, alishauri elimu ya muungano iendelee kutolewa hususan kwa kundi la vijana. Tuna fursa nyingi na kubwa za muungano ambazo vijana walio wengi hawazioni. Nafikiri ilikuwa ni one of the key messages ambazo tumejadiliana, kwa umuhimu wa kutoa elimu kuhusiana na muungano, faida na fursa za muungano. Nafikiri tumekubaliana vizuri na tumekuwa na maoni mazuri, kwa naamini baada ya kikao hiki tunapokwenda utekelezaji, basi tunaamini tutashirikiana vizuri sana kutekeleza swala la kutoa elimu na hamasa juu ya fursa za muungano ili Watanzania walio wengi na hususan vijana waweze kupata uzoefu huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo tumekubaliana ni umuhimu wa kuwa na mpango mkakati wa mawasiliano kwa umma kuhusiana na swala la muungano. Na katika eneo hili tumekubaliana kwamba tunahitaji pamoja na mambo mengine kuwa na resource, financial resource reasonably nzuri zaidi ili tuweze kuwa na communication kubwa. Assignment bana tunataka na tunashindanisha sasa, alafu tutachagua nyimbo 4 itakazokuwa bora, basi ndio itakuwa hizo ndo kibwagizo hicho cha muungano wetu. Lile wiki la muungano lote nyimbo hizo. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo ameuagiza uongozi wa Chuo cha Elimu ya Biashara CBE kuongeza jitihada za kuwajengea uwezo wa jasiriamali hapa nchini ili waweze kufikia viwango vya ushindani ndani na nje ya nchi. Naibu Waziri Londo ametoa agizo hilo alipotembelea chuo hicho kampasi ya Dar es Salaam, ambapo ameutaka uongozi kufanya hivyo kwa kuendesha mijadala ya kitaaluma yenye tija pamoja na kuwa kitovu cha ubunifu na tafiti mbalimbali zitakazosaidia kutoa utambuzi wa wabunifu na wajasiriamali chipukizi, jambo ambalo amesema litachochea ukuaji wa sekta binafsi, kuongeza ajira kwa vijana na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa kwa ujumla. Aidha, amebainisha kuwa ili kwenda sambamba na utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050, chuo hicho kinapaswa kuimarisha mitaala itakayozingatia mahitaji ya soko la ajira na mabadiliko ya teknolojia, hususan katika eneo la uchumi wa kidijitali. Na Vision 2050 inazungumzia contribution ya private sector by 70%. 70% haiwezi kuwa achieved kama hatutaona ama hatutadevelop namna bora ya kurasimisha wajasiriamali. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Elimu ya Biashara Profesa Edaroga amesema chuo hicho kitaanza mara moja kufanyia kazi maagizo yote yaliyotolewa ili kuboresha na kuanzisha programu mbalimbali za masomo zitakazojikita katika matumizi ya teknolojia kwenye biashara kwa ajili ya kuongeza ushindani na tija katika shughuli zao za kibiashara. Pokea maelekezo na miongozo ambayo ametupa, mojawapo ilikuwa ni katika kufanya utafiti zaidi katika kurasimisha sekta binafsi, yani wafanyabiashara wadogo na wakati. Kwa hivyo tutaenda kulifanyia kazi ili tuweze kuchambua na kufanya utafiti wa kina. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni
ili kuepusha mwingiliano wa utendaji kazi baina ya wenyeviti wa vijiji na maafisa watendaji wa vijiji. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wameomba katazo la wenyeviti kumiliki mihuri liendelee ili kudhibiti viongozi hao kuhalalisha nyaraka zisizo halali na kuathiri mapato ya vijiji. Madiwani wamesema katazo hilo liendelee baada ya kujadili taarifa ya utekelezaji wa miradi ngazi ya kata katika halmashauri hiyo na kubaini baadhi ya wenyeviti wa vijiji kuwa kikwazo katika ukusanyaji wa mapato kwa madai kuwa sio wote wenyeviti wa vijiji ambao ni waaminifu. Mtu anaweza kumgongea muhuri nyumbani akidai pengine anaenda kuuza ng'ombe, pengine ng'ombe ile ya wizi, lakini akifika kwenye ofisi ya kijiji kwa mtaalamu ambao ni mtendaji wa kijiji inaathiri uhalali wa mtu huyo kupewa kibali. Ilizuiliwa mihuri kwa sababu mwenyekiti anaweza katafuta maslahi yake binafsi bila maslahi ya kijiji. Lilionekana kuna changamoto, ndio maana wakaona kwamba mihuri ibaki kwa watendaji wa vijiji ambao ni watumishi wa serikali na wameajiriwa, tofauti na wenyeviti hawa kukawa kama kuna changamoto. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya Twalibu Rubandamo pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali Raymond Mweli wamesema kuna changamoto kwa wenyeviti katika swala la mapato na kutoa onyo kwa viongozi watakaothubutu kukwamisha juhudi za ukusanyaji wa mapato. Halmashauri inakusanya milioni 1 kwa mwezi huu. Sijui naeleweka. Ukichukua milioni 1 kwa mwezi mmoja, kwa wiki moja. Kwa mwezi tumepata milioni 4. Huyu alikuwa analipa hivi. Kwa nini baadhi ya viongozi walikuwa wananufaika, kwa nini wasi? Mimi niseme tutapambana na wenyeviti wote wanaoenda kufanya sisi mapato. Sasa diwani wa kata wa ile kata naona na diwani wa viti maalum sasa wamekuwa ni kama maadui, na kwa sababu viongozi wa kijiji wanashindwa kwamba tafsiri wananchi wao kwamba hawa ndio wako sahihi, pesa serikali inaingia kwa 100%. Kwa kata hii kutumia muhuri ni utaratibu wa kisheria na utaratibu wa kawaida. Sasa mkurugenzi anawasaidiaje kwenye muhuri? Hilo ni la kwenu kwenye kata zenu, kwa sababu kama sheria zinaturuhusu, wajibu wenu ni kutekeleza kwa mujibu wa sheria na kupiga muhuri kwenye nyaraka ambazo zinatambulika kisheria. Nikiripoti kutoka wilayani Mbarali mkoani Mbeya, Epimax Apolinari. Mbunge wa viti maalum mkoani Dodoma Jessica Mbogo ametoa wito kwa umoja wa wanawake wa wilaya ya Kondoa kuhamasisha usajili wa wasichana katika jumuiya ya umoja wa wanawake Tanzania UWT ili kuhakikisha kizazi kipya cha viongozi kinaandaliwa mapema. Akizungumza katika ziara yake ya kwanza wilayani humo tangu achaguliwe, Mbogo amesisitiza kuwa ni muhimu kufanya hivyo kwa kuwa kutawezesha viongozi kuandaliwa wakiwa bado wadogo kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi CCM na taifa. Twendeni tukaingize wasichana kwenye jumuiya yetu. Tumebaki sisi wenyewe, jua limeenda. Hata mimi jua limeshaanza. Jua limeanza kuzama. Tutaporudi kwenye ziara basi tukute wasichana. Mimi nitajitolea simu za kusaidia wasichana. Tutatoa simu za kusaidia wasichana. Tutashindana kwa kata. Tutashindana kwa kata gani inayoongoza kuingiza wasichana. Hivi tunamwachia nani kesho? Katika kuunga mkono juhudi za maendeleo ya jumuiya hiyo, Mbogo amechangia mifuko 10 ya saruji pamoja na kiasi cha shilingi milioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya katibu wa jumuiya hiyo wilaya. Pamoja na mchango huo, mbunge Mbogo ametoa wito wa maridhiano miongoni mwa wanawake baada ya kumalizika kwa uchaguzi, akisisitiza umuhimu wa kusameheana na kuanza upya kwa mshikamano. Mimi nakuomba ushirikiano, maana natamani sasa na wewe unisogelee kama mbunge wako. Usiniache. Kuna jambo tuambizane la kijamii, la kimaendeleo, la kinyumbani. Sisi wanawake tuna mambo mengi, sio? Basi tuambizane. Katika ziara hiyo, mbunge huyu ametembelea shule ya wasichana Kondoa na kuzungumza na wanafunzi, sambamba na kushiriki zoezi la upandaji miti katika kuunga mkono kampeni ya Dodoma ya Kijani iliyoasisiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.
Wafanyabiashara zaidi ya 90 wa soko la Mambo Pwani lililopo barabara ya Mwangaza kata ya Uhuru jijini Dodoma wameomba serikali kuingilia kati na kutia upya mchakato wa kuwahamasisha kutoka eneo hilo wakidai kuwa zoezi hilo halikufuata utaratibu wa kuwapa muda wa kutosha wa maandalizi. Wakizungumza katika soko hilo, wafanyabiashara hao wamedai kuwa hawakupewa taarifa ya kutosha wala muda wa maandalizi kabla ya kuanza kwa zoezi la kuwahamisha na kupewa eneo mbadala watakalohamishiwa. Wamekuja na wazo la kusema wanazungusha mabati, no discussion, no compromise. So jambo hili linaleta sintofahamu, tukizingatia hapa ni makao makuu ya nchi. Sisi hapa wafanyabiashara tuna mikopo, isitoshe mimi ni mjane. Nafanya biashara hapa ili niweze kulisha familia. Naona tunatolewa hapa bila taarifa yoyote. Tunaomba serikali yetu itusikilize. Tunaiomba waheshimiwa wa mkuu wa mkoa, kwa sababu ngozi zote tumeshatembea. Tunakuomba uingilie kati jambo hili. Hapa wafanyabiashara hao wanatoa mapendekezo yao kwa serikali. Kuna maeneo tuliyachagua, tuliona kuna sehemu kama hapa Chato, kuna eneo ambalo liko la wazi pale. Kuna eneo kama Chakoni Chako pale opposite, kuna eneo la wazi liko pale, na hapa kwa mkuu wa mkoa ambapo paliungua moto tulipendekeza tungepelekwa pale kwa muda. Na hapo barabarani kama walivyofunga wenzetu wa sokoni, unaweza kufunga barabara hiyo, kufunga na barabara hiyo hapo. Tuko wafanyabiashara 94. Ni almost kama 100. Na wengi wanawafanya kazi 5-10. Kwa upande wake afisa biashara wa jiji la Dodoma anayesimamia kanda ya madukani Bwana Nicholas Dennis anatoa kauli ya serikali kwa njia ya simu. Jambo liko wazi sana. Jiji pale inamiliki zile frame kama frame zingine tu za watu binafsi, ya kwamba unalipa kodi ndio unafanya biashara hapo. Sio huduma ya bure au huduma ya jamii, ni mtu anapanga anafanya biashara. Sasa mwaka jana tulipata taarifa kwamba jiji anataka kufanya ukarabati pale, tabia majengo ya zamani mpita na muda. Kwa hiyo mkurugenzi wa jiji akawapa notice, lakini notice ilikuwa ni ya kukaa bure pale leo chochote mpaka pale itakapotangaza vinginevyo. Kwa hiyo wamekaa bure kuanzia mwaka jana mwezi wa 7 mpaka sasa hawajalipa senti 5, kwamba ni moja ya notice na upendo wa mkurugenzi kwa wananchi wake. Lakini sasa leo mtu akidai kwamba anaomba aonyeshwe kwa kwenda wakati alikodi tu frame kama frame zingine, kidogo unapata ukakasi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel. Mradi wa uboreshaji wa elimu ya watu wazima nje ya mfumo rasmi yani SEQUIP umefanikiwa kuwarejesha wanafunzi zaidi ya 13,000 pamoja na kuboresha miundombinu ya kujifunzia kwa wanafunzi hao. Akizungumza mkoani Morogoro katika kikao cha tathmini ya mradi huo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu ya watu wazima TEWE Profesa Philipo Sanga amesema katika utekelezaji wa mradi huo wamefanikiwa kwa 100% kurejesha wanafunzi waliositisha masomo yao kwa sababu ya mbalimbali. Katika jukumu la kuwarejesha shuleni watoto 12,000 tuliopewa na serikali, tunafurahi kusema kwamba tumetimiza na tumezidisha, na mpaka ninapoongea hivi tumerejesha watoto zaidi ya 13,000 na kidogo. Kwa hiyo tumetekeleza hilo kwa asilimia zinazozidi 100. Sasa ni mafanikio makubwa sana, na hili ndio limetufanya serikali imeona kwamba kumbe huu mradi pamoja na kwamba utaisha mwaka huu, lakini kuna haja ya kufikiria jinsi ya kuifanya taasisi hii iendelee kutekeleza jukumu hili kwa njia zingine. Pia kupitia mradi wa SEQUIP tumeweza kupata madarasa ambayo tunatumia katika shughuli nzima za ufundishaji, na yametusaidia sana kutuwezesha kuweza kutoa elimu katika mazingira bora ambapo wanafunzi wameweza kujifunza kwa uhuru, lakini pia wameweza kujifunza katika mandhari nzuri, lakini pia imewahamasisha na kujengea motisha kubwa ya kuweza kujifunza. Kwa upande wake mkurugenzi wa taaluma kutoka TEWE Dr. Beatus Mwendwa amesema wameendelea na kuandaa mitaala mipya iliyokidhi matarajio ya wanafunzi katika taasisi hiyo. Kwa sasa tunaendelea na kazi mbalimbali za kuandika mitaala ya ufundi kwa programu ambazo tutazianzisha, lakini pia tuna mitaala ya programu za masters na pia iko tayari, zote ni sehemu za kazi za kuenzi hii ambayo ni kazi. Katika maeneo yote haya tathmini itajikita katika kubainisha mafanikio. Kuna mafanikio mazuri yaliyotokeza
Lakini pia tutachambua changamoto. Baada ya kuchambua changamoto, tutajenga uelewa wa pamoja namna gani ya kutatua changamoto. Jimmy Mengele, Channel 10. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imeendelea na zoezi la usajili unaohusisha wakulima na wanunuzi unaopeleka zao la choroko ghalani mkoani Simiyu kwa ajili ya kuuza kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani na kuwatambua wanunuzi wa zao hilo sambamba na kuimarisha ununuzi wake. Wakati zoezi la usajili likiwa linaendelea mkoani hapa, meneja wa COPRA kanda ya Ziwa Saidi Mambo anasema wanunuzi wasiosajiliwa hawataruhusiwa kufanya biashara ya choroko. Kwa ambao hawatojisajili, ina maana hao sio wafanyabiashara halali. Hawatambuliki na mamlaka wala hawatambuliki na wilaya husika. Kwa hiyo hatua zitakazotokea, mnunuzi ambaye anakutwa hana cheti hicho cha ununuzi wa mazao, hususan kwa sasa hivi tuko kwenye msimu wa choroko, atapigwa faini halmashauri. Baadhi ya wakulima na wanunuzi wa zao la choroko waliozungumza na kituo hiki kuhusu usajili huo wakaiomba serikali kuwapa mikopo ili kuongeza mitaji yao, huku mamlaka hiyo ikisisitiza ubora wa mazao yanayopelekwa nje ya nchi. Serikali na ishauri kwa sisi ambao hatuna mitaji iweze kutupa mikopo. Tunashukuru serikali kwa kuleta huu mfumo, sababu tutakuwa tumefahamika sana tunaonunua mazao haya. Alafu tutapunguza kuibiwa wakulima. Sasa hivi kama mamlaka tunasisitiza ubora wa mazao yanayoenda nje ya nchi, ikiwemo na usafi wa mazao. Na kisha tunataka choroko zote zinazoingia ghalani zinapoingizwa kwenye mnada, choroko ziwe safi. Hadi sasa zaidi ya wanunuzi 70 wa zao la choroko kutoka mikoa ya Mwanza na Simiyu wamefikiwa, huku zoezi hilo likitarajiwa kuendelea katika mikoa ya Mara na Geita. Kutoka mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel. Na mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa katika kuhakikisha Tanzania inakuwa nchi imara na kupiga hatua kubwa katika sekta ya michezo, serikali imejipanga na inatekeleza uwekezaji mkubwa ili kuinua sekta hiyo kwa kufanya maboresho makubwa ya miundombinu pamoja na watendaji wake. Hayo yameelezwa na Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda katika hafla ya utiaji saini wa mkataba wa kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania Miguel Gamondi, hafla iliyofanyika katika moja ya ukumbi wa mikutano uliopo uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo ameweka wazi mipango ya serikali katika kufanikisha sekta ya michezo kwa kuwa ndiyo chanzo kikuu cha ajira kwa vijana. Lakini pia tunampongeza kwa kuaminiwa na taifa letu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kwamba sasa aishike timu yetu ya taifa kwa miaka 2. Serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu, kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba 1 anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu. Katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja. Sisi kama shirikisho tunashukuru kwa support kubwa tunayopata, na niahidi kwamba sisi tutajitahidi kufanya kwa bidii ya uwezo wetu wote kuhakikisha kwamba tunatumia fursa hiyo kuhakikisha kufanya vizuri zaidi kwenye mchezo wetu pendwa huu, ili tuweze kuitangaza Tanzania, lakini pia kuwapa furaha wa Tanzania. Very proud. Nina furaha kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania kwa muda wa miaka 2. Unajua, naipenda sana Tanzania na natamani kuipeleka mbali timu ya soka ya Tanzania. Naamini tukishirikiana na serikali pamoja na wizara tutafanya kitu kizuri na kuiweka nchi ya Tanzania katika ramani nzuri ya soka duniani. Juma Mohamed, Channel 10.
Haya, mtazamaji, cha taarifa hiyo ya Juma Mohamed inatuhitimishia taarifa ya habari ya asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.